Nikukaribishe kwenye madhabahu haya niko na kwenye channel hii ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Mungu ametupa neema isiyo ya kawaida ili tuzidi kutembea katika nguvu isiyo ya kawaida ya Mungu aliye hai. Sasa leo nataka nitangaze mwaka huu 2026. Kwanza nikutakie mwaka mpya, lakini pia na kubariki kwa jina la Yesu. Mwaka huu usiwe mwaka wa kawaida, uwe ni mwaka wenye baraka za Mungu. Na mwaka huu ni mwaka wa baraka. Mwaka 2026 ni mwaka wa baraka. Kwa yeyote unayefuatilia mafundisho haya, itakuwa ni baraka za Mungu kwako kupita kawaida. Na natamka neno hili, na ni neno la mwaka huu linalotuongoza 2026, na maandiko matakatifu yanayosimamia mwaka huu ni maandiko haya. Kuna Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kuna Mwanzo 28 mstari wa 10, Mwanzo 28 mstari wa 12 mpaka 15, Mwanzo 1:26 mpaka 28, Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka 14, Joshua 1:8 mpaka 9, Isaya 45:3, Mithali 10:22, Kumbukumbu la Torati 8:18, lakini pia na Mithali 22:29. Narudia tena haya maandiko, yaandike vizuri na uwe unayasoma na unatabiri juu ya maisha yako, na mimi natabiri juu ya maisha yako, hautobaki kama ulivyokuwa. Mwanzo 12:1 mpaka 3. Nataka nilisome hili neno uone linasemaje, lakini pia nitamke juu yako, maana Mungu amenipa neema ya kutamka baraka juu yako, na uweze kuona Mungu akifanya. Na muamini Mungu ninayemtumikia ni Mungu mkuu sana, halinganishwi, hafananishwi. Yeye ni wa milele na uwezo wake hauwezi kulinganishwa na yeyote. Kusoma Mwanzo 12:1 mpaka 3, anakuambia Bwana akamwambia Ibrahimu, sasa kwenye Ibrahimu naweka jina lako. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya uwe taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Wewe amini, mwaka huu 2026 kila atakaye kubariki atabarikiwa, na atakaye kulaani ataraniwa. Lakini pia katika wewe na uzao wako mataifa yote watajibarikia kupitia wewe. Yani utakuwa ni chanzo cha baraka kila utakakosimama, utakakopita, utakachokifanya. Haya mambo nayo kwambia ni mambo ambayo nimehakikishwa na Roho Mtakatifu, na ni mambo ambayo yatafanya kazi ndani yako, na kupa uhakika maisha yako hayatobaki kama yalivyokuwa. Lakini ukiangalia Mwanzo 1:26 mpaka 28, maandiko anasema na tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Kwa hiyo mwaka huu Yesu Kristo anaenda kuvaa mwili wako, yani neno lake. Roho Mtakatifu anaenda kutawala roho yako, lakini pia na Baba mwenyewe anaenda kutawala nafsi yako, na hapo ndipo unaenda kubarikiwa, kuzalisha, kuzidishwa na kufanikiwa. Lakini pia Joshua 1:8 mpaka 9 anakuambia maneno haya yake Kristo, Biblia hii, maneno haya yaliyoandikwa yasiondoke kinywani mwako. Jitahidi kuyatafakari mchana na usiku, na tenda sawasawa na haya maneno, na kupa uhakika utafanikiwa sana, na Roho Mtakatifu atakuongoza. Lakini Mithali 10:22 maandiko anasema baraka za Mungu hutajirisha, wala hazichangamani na huzuni. Lakini pia ukisoma Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka 14, maandiko yanasema Mungu atakutukuza kati ya mataifa utakapoisikiliza sauti yake. Kwa hiyo neno lake. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka unaoenda na neno la Mungu. Mwaka huu ni mwaka unaoenda na maombi. Mwaka huu ni mwaka unaoenda na utakatifu. Mwaka huu ni mwaka unaoenda na kuongozwa na Roho Mtakatifu na kuwasaidia wahitaji, ili uweze kutengeneza baraka isiyo ya kawaida.
Uwe mwaminifu katika fungu la 10, uwe mwaminifu katika sadaka zako, uwe mwaminifu katika kile unachokifanya, ili Mungu asikose namna ya kukubariki, lakini pia na shetani asipate namna ya kuweza kukuibia. Lakini pia ukisoma Mwanzo 28:12 mpaka 15 na kuendelea, ukifika mpaka 22, tunaona Yakobo anaweka agano, anamwambia Mungu, ukinipa mavazi nikavaa, ukinipa chakula kila nitakachokipata nitakutolea fungu la 10 au nitakutolea 1/10. Lakini pia tunaona anamwambia Yakobo, Mungu anamwambia Yakobo kwamba sitokuacha, nitakuwa na wewe mpaka nitakapokufanyia yote niliyokuagiza au niliyokuahidia. Kwa hiyo Mungu hatokuacha, atakufanyia yote aliyokuahidia. Nakupa uhakika mwaka huu si mwaka wa kawaida. Amini hili neno na lisimamie. Ni mwaka wa baraka. Mwaka wa baraka. Nami nakubariki wewe na uzao wako, wewe na nyumba yako, wewe na biashara yako, wewe na kazi yako, wewe na huduma yako, wewe na kila kitu chako. Na maneno haya wewe yaandike, yasikilize, ya maki kwenye akili yako. Kuanzia leo kuna mabadiliko yasiyo ya kawaida yataanza kutokea. Mbingu yote imefunguka juu yako. Jeshi la malaika, maserafi na makerubi, jeshi la mbinguni lote, magari ya moto, farasi wa moto, radi, ngurumo, umeme, sauti kutoka kwenye kiti cha enzi cha Baba, nguvu ya Roho Mtakatifu, jina la Yesu, damu ya Yesu, vyote vitakuwa pamoja nawe. Natamka juu yako, natamka juu yako. Umebarikiwa wewe na uzao wako wote, wewe na familia yako yote, wewe na nyumba yako yote, wewe na mume wako na mke wako na familia yako na huduma yako na kila kitu chako. Mmebarikiwa. Mara ya kwanza umebarikiwa, mara ya kwanza mmebarikiwa, mara ya 3 mmebarikiwa, mara ya 4 mmebarikiwa, mara ya 5 mmebarikiwa, mara ya 6 mmebarikiwa, mara ya 7 mmebarikiwa, mara ya 8 mmebarikiwa, mara ya 8 mmebarikiwa, mara ya 9 mmebarikiwa, mara ya 10 mmebarikiwa, mara ya 11 mmebarikiwa, mara ya 12 mmebarikiwa. Ina maana mwaka mzima wote mmebarikiwa tangu mwezi huu wa kwanza mpaka wa 12. 2026 ni mwaka wa baraka, mwaka wa baraka. Kila utakachokigusa kitabarikiwa. Baraka itakutangulia mbele ya maadui, mbele ya kazi, mbele ya biashara yako, mbele ya huduma yako, mbele ya uzao wako, mbele ya familia yako, mbele ya maadui zako. Baraka. Oshikare meshi araba. Mungu ataanza kuwaonya maadui zako kupitia ndoto na maono, kama alivyomwonya Labani ili asiende kumdhuru Yakobo, kama alivyomwonya Abimeleki ili asiende kumdhuru mke wa Ibrahimu na Ibrahimu, kama jinsi Mungu alivyowaonya mamajusi kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 14 ili wasimwendee Herode ili wakaleta madhara kwa Yesu. Na wewe maadui zako wataonywa, hawatopeleka taarifa kwa maadui. Hata wale wanaokutendea mema hawatopeleka taarifa kwa maadui waje kudhuru. Kuanzia leo umelindwa na nguvu ya Mungu, umelindwa na ufalme wa Mungu, umelindwa na baraka za Mungu, umelindwa na uhai wa Mungu, umelindwa na ushindi wa Mungu. Nguvu ya Mungu kupita kawaida iko juu yako. Umejazwa vipawa na karama, umejazwa Roho Mtakatifu. Roho 7 za Mungu zimejaa ndani yako, karama 9 za Roho Mtakatifu, matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Umepokea moyo uliopondeka na kuvunjika, moyo unaotetemeka unaposikiza sauti ya Mungu, moyo wa upole na unyenyekevu, moyo wa kumcha Bwana, matunda 9 ya Roho Mtakatifu, karama 9 za Roho Mtakatifu. Na tabiri juu yako, pokea mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu. Jazwa mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu. Jaa mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu. Kuanzia sasa nimefunga roho za visasi na maripizi juu yako. Roho za mizimu, roho za mashetani, roho za mapepo, roho za majini, roho za vifungo, roho za uganga, roho za uchawi, roho za ushirikina, roho za hasara, roho za kukosa ndoa, roho za kukosa watoto, roho za kukosa huduma, roho za kushindwa kumcha Mungu, roho za kushindwa kusoma neno, kuomba, kufunga, kukesha, roho za kushindwa kutembea na nguvu na kuelewa sauti ya Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa mafunuo ya Roho Mtakatifu yameingia ndani yako, ya kuelewa maono na ndoto, ya kuelewa sauti ya Mungu, kuelewa ishara mbalimbali za Mungu,
kutembea katika nguvu ya Mungu. Roho ya kumtumikia Mungu imeingia ndani yako. Roho ya kinabii, roho ya kitume, nguvu na mamlaka ya kimungu vimeingia ndani yako. Umebarikiwa, umebarikiwa. Wewe na uzao wako wote, wewe na nyumba yako yote, wewe na uchumi wako wote, wewe na huduma yako yote, wewe na biashara yako yote, wewe na kazi yako yote, wewe na darasa lako lote, wewe na masomo yako yote, na kila chochote unachokifanya kimebarikiwa, kimezidishwa na kimeongezeka. Huu ni mwaka wa baraka. Umebarikiwa, umebarikiwa, umebarikiwa mara 12 tangu Januari mpaka mwezi wa 12. Hakuna giza, hakuna magonjwa, hakuna mateso, hakuna mauti, hakuna vifo, hakuna changamoto, hakuna vizuizi, hakuna chochote kila ambacho kitaweza kuzuia safari ya maisha yako wewe na uzao wako na nyumba yako. Kila tabia chafu zinazodhuru maisha yako, familia yako na uzao wako na watoto wako zimeharibiwa. Watoto wako watakuwa ni baraka, na katika wao uzao wao umebarikiwa. Na mataifa na mataifa na mataifa na mataifa na mataifa na mataifa watajua kwamba umebarikiwa wewe na uzao wako, na watakuwa na hofu juu yenu, watakuwa na hofu juu yenu. Na mataifa yote wamepiga magoti mbele yako, dunia nzima imepiga magoti mbele yako. Nimekubariki, 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 nimekubariki. Kila atakaye kubariki amebarikiwa, na atakaye kulani amelaaniwa, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu kubwa ya msaada wa Roho Mtakatifu, kwa mamlaka ya jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, kwa upendo wa Baba, kwa neema ya Bwana Yesu Kristo, na kwa ushirika wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa, imekuwa, imekuwa. Ni kweli na amin, ni kweli na amin, ni kweli na amin. Mbinguni, duniani na chini ya dunia, kwa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, umebarikiwa. Huu ni mwaka 2026, ni mwaka wa baraka. Tembea katika baraka za Mungu, na kupa uhakika hakuna giza litakalosimama mbele yako siku zote za maisha yako. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Shalom.